Lakini kipekee kabisa napenda pia kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake imara na wenye maono makubwa unaoendelea kudumisha mshikamano na maendeleo ya taifa letu. Vile vile naomba kuchukua fursa hii kumpongeza sana kaka yangu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uongozi wake thabiti, mahiri, wa kishujaa unaozingatia maslahi ya wananchi wa Zanzibar. Nilikuwa napitia orodha ya miradi yote iliyokuwepo katika ratiba ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Naamini nimevunja rekodi kwa sababu ni mingi mno. Nimepata mimi haraka miradi 90 yote, yani zile program 90. Kwa hiyo nampongeza sana kwa hatua hiyo. Amekuwa anaonesha kwa vitendo na vitendo vinaonekana. Kuna madaraja lakini kuna na flyover zinapita juu kwa juu. Moja nimeitest jana, mara ya mwisho nilikuwa sikuiona, jana nimekuja nimeitest. Nadhani ufunguzi wake huko kesho ama kesho kama hivi flyover. Lakini na ile clip nimeiona ya yule mzee alosema haiwezekani, kama ile nyimbo iliyopigwa hapa alisema haiwezekani, lakini sasa imewezekana. Kuna njia mbili. Baada ya kuiona ile clip nimekwenda mimi mwenyewe. Kuna ile ya chini ya zamani ya mawe na kuna ile ya juu kwa juu. Sasa jana nimeona clip nyingine mtu amenitumia, anamchokoza yule mzee kwa utani. Anaambia mzee, ikiwa Dr. Hussein Mwinyi kafikisha mpaka hapa na hili daraja limekuwa gari inapita juu kwa juu, dakika kama 2.5 inachukua kufika mpaka kisiwani Uzi. Kaambia, kwani unahisi hawezi kuongeza ili tuta ama ili daraja likafika mpaka Bagamoyo? Yule mzee akaambia inawezekana. Kwa hiyo kila la heri. Uongozi wa Dr. Hussein Mwinyi umeweka mbele maendeleo ya Zanzibar. Umeweka mbele uwajibikaji na utawala bora ambao Mheshimiwa Dr. Maalim Harun Ali Suleiman amepewa jukumu hilo kulisimamia. Namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwazidishia afya njema pamoja na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uzima, umri mrefu, hekima na busara ili waendelee kutuletea maendeleo haya makubwa zaidi, na ifike muda miaka 62 ijayo watasimama wengine kuyaelezea haya na kusema mapinduzi daima. Tafsiri ya mapinduzi daima manake ni jambo endelevu. Wakiondoka hawa wanakuja wengine, wameondoka wazee wetu, tuko sisi, tutaondoka sisi, watakuja watoto wetu, wajukuu, na kila mmoja wenu atahusika katika hilo. Tukio hili linaashiria dhamira ya serikali ya kuwekeza katika rasilimali watu na kuimarisha miundombinu ya elimu na utawala bora. Waheshimiwa mliokuwa kwa meza kuu na ndugu zangu waalikwa, hafla hii inafanyika katika kipindi cha kuelekea maadhimisho yetu ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ambayo yaliweka misingi ya usawa, haki, upatikanaji wa huduma za msingi na ujenzi wa taasisi imara za umma. Nyinyi walimu mna dhima kubwa, kwa sababu nyinyi ndio mnatengeneza service provider wanakwenda kutoa huduma kwa nani? Wananchi wote, kwa sababu chuo cha utumishi wa umma ndipo yanakuanzia yote. Kwa niaba pia ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye hivi karibuni amepata scholarship za nje na mimi nimejaribu kufanya mawasiliano ya haraka. Kuna scholarship za masomo mbalimbali ngazi ya masters na PhD. Baada ya kibali chake tunatoa scholarship 5 kwenu nyinyi kwa chuo hiki. Tutazitumia kwa walimu, tutazitumia kwa wanafunzi, mtaamua nyinyi scholarship 5. Na ikiwezekana kabla sijaondoka Zanzibar unipatie majina ya hao watakaokwenda, lakini masharti yenyewe
wao washaomba chuo, scholarship hizo zinalipia pale walipoomba wao. Wao washaomba chuo, washakubaliwa chuo, washapata nafasi, wanahitaji kulipiwa. Hayo nitaondoka nayo mimi, nitasimamia mimi pamoja na watu wangu. Na 5 zitakwenda kwa chuo chetu cha Dr. Salim Ahmed Salim. Kwa hiyo tutakuwa nashirikiana kwa pamoja zaidi, wewe na Ridwan. Hiyo nitaisimamia mimi. Mimi nilifikiria ile jiwe nitaweka saruji litakuwa la msingi. Nilipokuja hapa nilikuwa na dhana hiyo. Nakwambia ni kweli kabisa. Ukialikwa kwenye jiwe la msingi maana yake nini? Kuna msingi umechimbwa, kuna labda msingi umefika hapa, unaweka jiwe na saruji. Ninapokumbuka mimi zamani, unaweka saruji, unapangia jiwe. Leo nimekuta kibao na jengo. Kwa hiyo mimi nakupongezeni sana. Hili sio jiwe la msingi. Mwenyekiti, hili sio jiwe la msingi. Msingi kwa tafsiri ya msingi unajua. Hii ni ghorofa hizi zimeshasimama 4+1 ground. Kwa kweli nipongeze sana, ingawa nimealikwa kwa ajili ya jiwe la msingi, lakini naona tafsiri ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ya msingi kubwa sana. Kwa hiyo nampongeza sana kwamba kitu kimeshafikia hatua hii. Hii ni ishara ya kitaifa na kimkakati inayothibitisha dhamira thabiti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kukamilisha mradi huu kwa ubora na kwa wakati uliopangwa, na naamini watafanya hivyo hawa wakandarasi. Katika dunia ya leo inayokabiliwa na mabadiliko ya haraka ya kiuchumi, kiteknolojia na kisiasa,